Tumekuwa na changamoto katika hii msitu ya Mukogodo kwa sababu ya wale manjangili ambao hawatoki sana, hawatoki Laikipia, wanatoka ng'ambo. Upande ule mwingine counties ya Samburu na Isiolo. Na ni jambo ambalo limekuwa likisumbua wakaaji wa hapa sana kwa sababu ya mambo ya wizi wa mifugo. Na hiyo ni tatizo ambalo serikali imeliangalia kwa kindani sana na tumeweza kuhakikisha kwamba tumeweka mikakati ya kutosha. Kwanza tumeongeza ile idadi ya NPR katika msitu wetu na ni locals ambao wanakabiliana na hilo jambo. Na ndio juzi mmesikia kwamba waziri ametangaza kwamba we'll keep on strengthening the gaps that are there, ili tuhakikishe kwamba wale wakaaji wa hii msitu hawasumbuliwe na hao manjangili, kwa sababu kwanza ng'ombe yao haitakula hapa, inaibiwa, wazee wanapigwa, wanakuwa harassed. Lakini saa hii serikali imeingilia na tutaendelea kuhakikisha kwamba tumeimarisha usalama. Jambo la mwisho ni kwamba ile community iko hapa Yaku, wao wenyewe wanaelewa umuhimu wa kuchunga na kulinda mazingira. Lakini kuna wale wengine wachache hizo ambao wamekuwa wakiingilia wao, lakini tutahakikisha kwamba hilo jambo we work with the community to ensure that we preserve this environment and the ecosystem totally. Na mashirika kadhaa ya serikali na nyingine ambayo si ya kiserikali, lakini wamekuwa katika maneno ya hifadhi kupanda miti katika msitu maarufu wa Mukogodo Forest, na msitu huu ni moja ya misitu ya asili ambaye imewezwa kutunzwa sawasawa na wale watu wa asili ambaye wamekuwa ni wakaaji wa msitu hii. Lakini kwa miaka za hivi karibuni wameweza kupata changamoto mojawapo ikiwa ni maneno ya usalama na pia uharibifu wa msitu na watu ambao si wakaaji wa hapa. Lakini pamoja na hayo tumekuwa na kuungana pamoja na idara za usalama kuhakikisha kwamba maneno ya ukosefu wa usalama imeweza kukabiliana nao, na pia tunahamasisha jamii kuendelea kutunza msitu huu, kwa sababu ukiangalia jamii ya Yaku ni watu ambaye tangu asili yao wamekuwa ni watu ambaye wanaishi kwenye misitu. Kwa hivyo kutoa jamii ya Yaku katika msitu ni kama kutoa samaki majini na unataka samaki iendelee kuishi. Kwa hivyo jamii hii inajua pia hivyo kabisa kwamba hawawezi ishi bila misitu, na wakisaidiwa kulete maarifa ya kisasa pamoja na ile maarifa ya kiasili wataweza kutunza misitu hii, na bila shanga tutakabiliana na hali ya tabia nchi, mabadiliko ya tabia nchi. And hii ni mwito ya kuitikia mwito ya presidential directive kwamba we should achieve a target of 15 billion trillion trees by 2032. Na ingine sisi kama State Department ya Wildlife tuko na direct interest ya kupanda miti. Kwa nini? Wildlife yetu, this is their habitat. The forest is their habitat. So that is the direct interest we have. Na hiyo habitat, chakula yao iko hapo bado. And we also able to control climate change. So it's a very important exercise. Mukogodo, we have been planting trees and we will be coming here. We have seen the community is very cohesive. Wanasaidia kupanda, na kitu muhimu wasaidie kukuza, kuhakikisha kwa wametunza wanyama wasikule hiyo. Na tumechomit, tutakuwa tunakuja hapa mara kwa mara. Na ningependa kusema pia kwamba tuko na nationwide participation, public participation exercise ya kureview the Wildlife Conservation and Management Act 2013 that is now we are feeling it's not very effective. Na why it's not effective ni kwamba we want it aligned with the new constitution. We've realized that not all stakeholders are involved. We want the county government on board. We also want the local communities on board. The issue about compensation is not sufficient. There have been challenges, changamoto. So sasa tumeita watu wachitokeze countrywide. Kuna centers zile tumeweka countrywide for this region ya Laikipia, Nyandarua na Samburu. Tutakuwa na exercise on the 21st of May of this year Rumuruti County Hall. So tunahimiza watu wote wapeleke maoni ndio tuwe na act sheria ile itakuwa very effective and efficient ya kusaidia watu.